Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeamua kile ambacho tunacho sisi kidogo tugawane na wenzetu. Hatuwezi kusema kwamba Mbalizi tunavyo vingi. Hapana, hivi vichache basi tushare na wenzetu. Bwana Yesu asifiwe. Tukaona kwa sababu gani? Kwanza tunao sababu kubwa ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mungu aliyetupitisha Mbalizi, Mheshimiwa mgeni rasmi, mnayajua. Wajumbe wa kamati wa utekelezaji mnayajua. Wakuu wenzetu ambao umefika hapa pamoja na watumishi hawa na wazazi hawa wanayajua. Kwa hiyo tukasema hapana, tunachokipata Mbalizi basi tumshukuru Mungu hata kwa kupitia hili tukio dogo la kuwafanyia sherehe hawa wanaohitimu siku ya leo. Kusudio letu Mheshimiwa mgeni rasmi, huu ni mwanzo na tunaendelea kumwomba sana Mungu pale atakapotupa kibali siku moja, Mheshimiwa mgeni rasmi, na kama mwenyekiti wetu wa jumuiya ya wazazi wa wilaya hii ya Mbeya DC, basi tuwe na kata au na tarafa yote tuifanyie mahafali yoye. Na ndo maombi yetu, muendelee kutuombea, Mungu aendelee kufungua njia ili tukae pamoja, tucheke pamoja, tunywe pamoja. Ndo Mungu anachokitaka. Palipo na upendo kila kitu kinawezekana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa nini tumeamua kufanya mahafali? Kwanza tuwapunguzie hawa wazazi mzigo. Nina uhakika kwamba katika maandalizi haya watakuwa wamepumua. Ile fedha ambao wangechanga basi watanunua daftari kwa watoto. Wazazi oye, watanunua chochote. Tukasema hapana, sherehe tuibebe, wazazi wenyewe wakae watulie, waandae hawa watoto kuja kusoma. Mheshimiwa mgeni rasmi, shule ya Mbalizi unaifahamu, na hii shule iko chini yako wewe. Hivyo inafanya vizuri, lakini pia inatufundisha kwamba palipo na juhudi kuna matokeo. Bila shaka Mheshimiwa mgeni rasmi, matokeo yetu nayaona, hayajifichi. Sasa hivi hizi simu kubwa sio luxury, sio anasa. Unaweza ukaangalia ukaiona Mbalizi ikoje. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, umenituma niseme wote watakaochukua fomu leo, Mheshimiwa mgeni rasmi anawalipia hapa. Makofi kwake. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba hili pia lifahamike leo. Tunao usaili. Usaili maana yake mtihani wa kujiunga na hiki kidato cha kwanza. Usaili utakuwa tarehe 11 mwezi wa 10, kama wiki 3 tu hizi baada ya hili zoezi la Preform 1 ambalo limeshaanza wiki hii. Na matumaini makubwa Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa yale ambao wazazi wameona kwa muda mfupi hapa Mbalizi, hao watoto watakuja kusoma Preform 1. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi hapa si kama alivyosema mwalimu hapa, amesema mwalimu wa English kwamba Preform 1 yetu ni ya kinamna yake. Lakini Preform 1 ya Mbalizi, hao watoto watakunywa chai kupitia hii hela kidogo aliyochanga. Watapata t-shirt, watapata mahitaji mengine kwa maana ya kalamu, daftari. Lakini kuna siku za kufanya burudani kama leo. Leo sio umetoa out hawa. Tunapochukua Preform 1 huwa tuna mfumo wa kuwapeleka tour. Wanaenda kujifunza kule. Kwa hayo yote tunayafanya ni kwa maslahi mapana ya kwamba wanapotoka Mbalizi wasijute, na wengi wanaokuja Mbalizi hakuna mwanafunzi anayetamani kuondoka. Lakini watapata nafasi au bahati ya kusoma masomo ya lugha za kigeni kabisa. Hapa tunafundisha Kichina, tunafundisha na Kifaransa. Nikileta Form 1 hapa mwaka huu
nikipiga Kichina hapa mtapoteana. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeanzisha hizi lugha za kimataifa ni kwa sababu wafanyabiashara wengi, hata hapa Mbalizi wafanyabiashara wengi hapa wanaenda China. Uongo kweli? Lakini wanatumia gharama kubwa ya kumpata mkalimani. Kumbe wakalimani wako Mbalizi. Kwa hiyo tumieni fursa hiyo. Tumieni nafasi ya kuwaleta watoto kuja kusoma Mbalizi. Hatujaishi hapo Mheshimiwa mgeni rasmi. Tunazo nafasi za wahamiaji kwa maana ya kidato cha kwanza, hawa wanaotarajia kuingia kidato cha pili 2026. Tuna nafasi za kuhamia kidato cha tatu. Tunazo nafasi za kidato cha tano kwa mwaka huu, na wiki moja ijayo kidato cha sita tutakuwa tunafunga, kwa sababu usajili unaisha mwezi huu. Lakini bado kidato cha sita tuna kituo cha watahiniwa binafsi. Wewe kama unatamani kuja kufanya mtihani wa kidato cha sita, bado na wiki mbili, usajili unaisha tarehe 30 mwezi wa 9. Tumieni fursa pia kupata hapa. Na Mungu wa ajabu alipoibariki shule yetu matokeo na kituo cha watahiniwa binafsi kakibariki. Mwaka jana tumefanikiwa kupata mpaka mwanafunzi ana division 1 ya pointi 5 alafu mtahiniwa binafsi. Ona hicho kitu hicho. Mungu akiamua kuachia baraka kila sehemu anaachilia wapenda. Lakini cha ajabu, mwaka huu kidato cha sita Mbalizi sekondari tumefanikiwa kupata mwanafunzi bora kabisa, tunaita single digit, mwenye division 1 ya 3 tangia shule ianzishwe je kutokea 3 alafu science. Lakini mwaka juzi tulikuwa na division 1 za form 4 za single digit, maana ya division 1 ya 7 miaka yote mfululizo. Nani kama Mbalizi? Nayasema haya ili mwelewe, mjue mnapopeleka mtoto, mjue kweli mnapeleka mahali sahihi. Mheshimiwa mgeni rasmi, nilitaka niseme hayo ili yafahamike. Niombe, pamoja kwamba tumegawa vipeperushi, lakini naomba nitoe namba yangu ya simu kwa lolote, kwa chochote niulizwe. 0765 179107 0765 179107. Hiyo ni namba, piga muda wote. Una swali, tumieni hiyo nafasi kusoma hapa Mbalizi. Tusiwe na kisingizio chochote, kwa sababu mara nyingi tunasingizia siwezi kusomesha kwa sababu sina ada. Ada isiwe kigezo. Njoo tuzungumuze.